Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha tena siku ya leo. Tunafunga wiki na leo ni siku ya kujibu maswali, siku ya Ijumaa. Na kabla tujaenda kwenye maswali yetu, nikukaribishe mtu wa Baba na wewe rafiki yetu, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru maana umetembea nasi wiki nzima ukatufundisha, na siku ya leo tuko tayari kwa ajili ya maswali haya. Amen. Baba, tupe majibu. Tunapokuwa na maswali, utusaidie kupata majibu, na mfuatiliaji wetu naye apate kuelewa. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Kama una kiburi, unaweza kumjua Mungu kweli? Sio rahisi. Yaani kiburi kitakuambia kwamba unaweza vyote bila, yaani ni nguvu zako. Vyote ulivyo navyo ni nguvu zako. Uone nafasi ya mtu. Uone uhitaji. Unaisha tu kumshukuru Mungu, anasema mimi nakushukuru tu Mungu, mimi sio kama wengine. Kumbe wewe ndio wa kuhurumiwa zaidi. Sasa kuna dondoo hapa tutafakari kidogo, alafu tutaenda kwenye maswali. Kutoka kwa Lulu za Uzima, ukurasa wa 105. Ni mwandishi Ellen G. White anaandika, tunapozidi kumkaribia Yesu, ndio ndivyo tunavyozidi kuona wazi utakatifu wa tabia yake, na kuzidi kuona wingi wa dhambi zetu, na tunashindwa kujikweza. Wale ambao mbingu inawaona watakatifu ndio wa mwisho kujitangaza wema wao. Amen. Ni mwisho kunukuu. Sasa twende tu, kuna mafungo hapa ambayo yanaweza kutusaidia kuelewa zaidi mambo haya. Sio utazungumza nini kuhusiana na kiburi na unyenyekevu tutakaposoma mafungo kama haya. Tuanze na Mathayo 23 mstari wa 12, tuongeze maarifa. Kwa 23:12 naomba nisome wakati wewe unajiandaa na Zaburi. Soma Yakobo 4 mstari wa 6 na wa 10. Naanza na Mathayo 23 mstari wa 12, anasema na yeyote atakayejikweza atadhiriwa, na yeyote atakayejidhiri atakweza. Na pale ametoka kuongelea habari ya kwamba msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja na ndio Kristo. Alafu anasema msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Haya, tusome Yakobo 4 mstari wa 6 mpaka 10. Yakobo 4:6. 6 na 10. 6 na 10. Haya. Nasema, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. 10. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakweza. Anasema atawakuza. Sawa. Wakati unafungua Zaburi 149 mstari wa 4, mimi nasoma Zaburi ya 25 mstari wa 9. Anasema wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Zaburi 149 mstari wa 4. 149 mstari wa 4. Kwa kuwa Bwana anawaridhia watu wake, huwapamba wenye upole kwa wokovu. Kwa kuwa Bwana huwaridhia watu wake, huwapamba wenye upole kwa wokovu. Haya, kiburi, unyenyekevu, unaona nini zaidi? Haya mafungo tukutana nao mengine, nadhani mengi ya haya tukutana nao yanakuongezea nini? Yaani nilichopata ni kwamba kama nimewahi kuwa na kiburi, Bwana aniondolee kiburi. Ni hatari. Yaani wewe mmoja. Kwa hiyo unasema una uhakika kama uliwahi kuwa na kiburi?
kutojielewa. Basi aanze kusaidia na kujielewa. Anisaidie nijielewe, yani kiburi. Ila kiburi ninadhani ni kidonda ndugu. Ndio asili ya wanadamu. Ya kujiona bora kuliko katoto kadogo. Kanajiona ni bora kuliko kaka zake, kuliko dada zake. Anataka attention yote. Anataka kuheshimiwa kuliko hata wengine. Hata kanisani kinachotusumbua ni nini? Kiburi. Kwa hiyo nimepatia au nikawa nimekunani bwana, nimekupoteza. Tuendelee. Sasa mimi bwana, nilichoguswa hapa na lile fungu ya kwamba eti Mungu huwa anafundisha wapole. Ushaona mwalimu mtoto mtukuta anamwambia toka kwenye darasa langu, siwezi kukufundisha. Ni halali kama mtoto hana attention, hayuko tayari kusikiliza, yeye ndio anajiona anajua, huwezi kukana kumfundisha. Haya, wewe, Yesu anasema yeye ananyanyua wapole, anawavika wokovu, si ndio? Kutoka kusoma hapa sasa hivi. Jinyekesheni kwa mkono wake ulio hodari, apate kuwakuza kwa wakati wake. Mahali pengine anasema kuwakweza kwa wakati wake. Utakujishusha, atakukwezaje? Tayari uko juu, anasema endelea mpaka utakapoanguka mwenyewe. Kwa hiyo hakuna njia ya kumjua Mungu, ndicho ninachokuwa, bila kumuinamia kwanza, kujishusha. Pale unaposema namjua Mungu, unamjuaje? Hizo mahali fulani Biblia inasema kama kuna mtu anajisifu ananijua mimi, aseme basi mimi ni mnyenyekevu, mimi ni mpole, mimi ni, yani ajisifie sifa hizo. Yani sio kama tu Mungu anasema tujinyenyekeze, na yeye ni mnyenyekevu. Haya, lile fungu la Mathayo 23 tuliyosoma. Kwa hiyo yeyote anajinyenyekeshaye atakweza, ile Mathayo 23. Na yule anayejikweza atashushwa. Unajua kama tuko kuzungumzia habari ya msimuite mtu yote duniani baba, wala msimuite mtu yote viongozi baba. Hiyo inakuambia nini? Hiyo inaniambia kwamba nafasi ya baba sio nafasi ya kila mtu, kwa sababu duniani hatuna mtu wa kutupa uhai. Ni yeye tu ndiye anayestahili, kwa sababu ndio mwenyewe. Una watoto? Na watoto wangapi? Wawili. Au wote wawili wanakuita wewe baba? Ndio. Na wewe unapokea hilo jina? Napokea. Wewe ndio umetoa uhai? Mimi ni baba, ndio. Mungu amenitumia kutoa uhai. Mimi ni baba yao mzazi. Haya, baba wa kiroho nani? Baba wa kiroho? Nina baba wa mbinguni. Hakuna mtu aliyekulea kiroho? Wapo. Au wahitaji baba? Na waita kaka na dada. Waiti baba. Mimi nao baba zangu wa kiroho. Ninaweza kusema hao wamenilea zaidi ya kaka, wamenilea ni baba. Na Timothy alimuita Paulo alimuita Timotheo kama mwanangu kumzaa, lakini alimlea. Hiki kinachotajwa kujikweza, mimi najua unakwepa kwenye kujikweza. Yaani unajua hapa mchezo wetu hapa wote unakwepa kwa nini? Kwenye kujikweza. Tunajifunza nini kwa hili onyo la Kristo habari ya majina? Maana kweli sio tu habari ya baba au viongozi. Tunapenda kuitoa mchungaji, baba, mume, haya majina. Yanaficha kiburi namna gani? Haya majina tumeambiwa tusimwite mtu baba, kwa sababu ndio watapata kiburi, kwa sababu Baba wa mbinguni alichotupa na upendo alionao, hakuna mtu anayeweza kuwa na upendo huo kwetu, kwa
sababu sisi tumefika hatua ya kusaidiana, alafu tunakuja kutangaza baba hawezi. Ndio maana Yesu akasema baba anaweza kumpa mtoto wake, yaani hakuna baba anayeweza kumpa mtoto wake mawe akimwomba mkate. Sasa Baba wa mbinguni ni zaidi ya hapo. Aha. Sawa. Na nachokiona ni kwamba Mungu unajua anachotafuta ni kwamba tuwe wanyenyekevu. Haijalishi una jina gani. Kwamba hilo jina la ukubwa ile la kuitwa baba, kiongozi, nani. Usipende tu kuitwa. Yaani kwa maana tu ya ukubwa. Ujue kwamba ni uwajibikaji. Lakini usiseme kwamba nisimuite rais wangu rais. Yaani Kristo alikuwa hana hiyo shida. Mbona hata hivyo Paulo anasema aliweka wengine wawe mitume, wengine wawe walimu, wengine wawe, hayo yote ni majina na nafasi za heshima hizo. Askofu mzee wa kanisa sio nafasi ya heshima. Tena anasema anastahili kuheshimiwa. Anatakiwa awe na sifa kweli ya heshima kwa watu wa ndani na watu wa nje. Ila tu kutumia hilo jina vibaya. Mimi nataka ubunge. Mimi nataka niitwe rais. Mimi nataka yaani jina ndio ile inaitwa fahari ya maisha. Hayo ndio tunayojifunza. Kwa hiyo jina sio mbaya, matumizi yake. Mimi hapo nikikwambia usiniite mchungaji nitakuwa nimekosea, yani nitakuwa nimekuchanganya. Wewe niite tu haina shida. Ila kama unaniita kunipandisha, ushaona wale watu wanatoa wasifa wa mhubiri kabla hajasimama, anampandisha kama vile ni Kristo, sio kama mtumishi wa Kristo. Hapo ndipo inapozidi, ikizidi kiwango. Sasa kuna maswali ya mwisho ambayo hatutajadili, lakini ya kutafakari kama mawili yaliyosalia, tafakari zaidi. Ila la pili kwa dakika chache unatamani tuliji nani kidogo? Fikiri kwa uaminifu. Ni lini mara ya mwisho ulipojionyesha uzuri wako mwenyewe? Je, hili liliathiri uhusiano wako na Mungu au na wale ambao ulijionyesha kwao? Unakumbuka? Maana hii ni personal. Uko tayari kutoa ushuhuda? Yaani ukiangalia, sikiliza, hili swali linahitaji utoe uzoefu. Mara ya mwisho ulipojionyesha, afu liliathirije hicho kiburi, kiliathirije uhusiano wako na Kristo na wengine? Sikumbuki, lakini kwa mantiki ya swali kuna kitu nakipata hapa kwamba unapojionyesha kuna athari kwa kati yako na Mungu au kati yako na wale uliojitokeza kwao. Mimi sikumbuki, lakini kwa swali walivyo, mimi nakumbuka leo, ilitokea leo. Naomba nashukuru kwamba umenani hapa. Nimekumbuka leo. Nilikuwa kwenye daradara, nawahi kwenda ibada. Nafasi ni ndogo hapo kwenye njia katikati hapo. Konda akaongea kwa namna ya kunishusha, nidhalilisha. Wewe sogea huko. Nikasikia hasira ya Mnyakyusa huko ndani. Kabila yangu Mnyakyusa. Nasema, "Wewe mtu wa karibu ndio umeshakufa leo kwa jina la Yesu." Unajua ilikuwaje sasa? Nikamwambia, "Unasema unaongea na nani?" "Naongea na wewe." Nikasema, nikaiangalia nafasi huko haitoshi. Hapo anataka nifanye kile ambacho alafu tena anatumia lugha ya ukali. Nikasema sitafanya, lakini nizungumza na mimi kwa hasira. Kasema, "Yaani wewe kwa hiyo unajifanya uelewi, utanielewa." Mimi niko nimetulia, lakini pale nimetulia nina hasira. Hayo nilipata leo asubuhi. Sasa nikiwa pale nikaanza kuomba kimoyomoyo, "Mungu nipatie amani."
nikasikia sauti huko ndani yangu akisema, muombe kwanza yule Amani, maana naye hana amani kwanza. Nikaanza kumwombea Amani, nami nikapata amani. Alafu naye akapoa, zile kelele zake nazo zikafanyaje? Zikapoa. Alafu nakumbuka wakati wa kushuka akaniaga vizuri, sio kitu cha kawaida, akaniaga vizuri wakati nashuka. Okay, kwa lugha nyingine ana kiroho safi, na mimi nikashuka. Kwanza nilipata amani pale nilipomwombea. Unajua pale ilikuwaje? Niliposema unaongea na nani? Unajua nilikuwa najibu kwa jibu, tit for tat, sivyo? Nikaona na mimi nimepanda, yeye amepanda na mimi nimepanda. Niliposhuka kumwombea nikaisikia amani. Alafu baadaye naye nikampata. Lakini mahusiano yalikuwa yamezidi kupotea pale. Kwa hiyo naweza kusema tu hata kuomba mimi Mungu tu anipe amani, unaona Mungu akasema hapana, wewe kwanza muombe huyu mwenzako kwanza ndio upate. Kwa hiyo inaathiri, kiburi kinaathiri unapokionyesha, kinaathiri kwa uhusiano wako na Mungu. Lakini bwana, mimi yangu nimetoa wasiwasi. Wewe naona ukumbuke. Ninachojifunza hapa ni kwamba unapojitokeza, unapojionyesha kwamba umefanya kitu kwa mtu, inaweza ikaathiri uhusiano wako na Mungu, kwamba wewe ndio mweza, unachukua nafasi ya Mungu, kwamba sio Mungu ndiye aliyefanya hicho. Na ndio maana hatimaye tunakuja kuwa na kiburi. Nimemnunulia mtu chakula, nimemwezesha, nimemlipia nauli, na mimi ndio bila mimi. Kwa hiyo kumbe hatupaswi. Ndicho ninachojifunza hapa. Na hata ukijionyesha kwa yule, mimi si ndio nimekufanyia hivi, mimi, yani hata uhusiano wako na yeye anasema huyu ameona hivi, yani anakuwa mnyonge. Kwa hiyo ina athari. Kwa hiyo nimegundua kitu hapa. Kubaki. Amina. Sasa ndugu yangu, tunafanya nini tunapotoka hapa? Kujinyenyekesha. Inaonekana ni zoezi ambalo sio mara moja tunafanya. Kushuka ni kila wakati, tena na tena. Tufanye nini? Tutachagua kuomba, tutachagua kufanya kitu ambacho Mabegi alikuwa anasema huwezi kufanya kitu kwa ajili ya mtu fulani. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, hatutaki kuishia kwenye maneno. Umesema mnyenyekevu ndio unayemnyanyua. Tupe kushuka kwa maneno na kwa matendo, kwa sala na kwa matendo ya huruma. Baba, haya maroho ya hasira na uchungu na kujitetea na kujionyesha na kujiona ni bora kuliko tunawashtumu, leo yamekwisha, tunayakataa kwa jina la Yesu. Bariki na mtumishi wako pale anapoomba roho hii ya unyenyekevu iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Mpatie, turudishe tena kwa masomo haya tupate kukujua zaidi, maana ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. 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 Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa wiki hii, ambapo tumeangalia kiburi dhidi ya unyenyekevu. Amen. Tunachotoka nacho bora unyenyekevu. Amen. Kiburi tuache, na Mungu atujalie uweza wake tusije tukawa na viburi. Amen. Wiki ijayo tunaanza somo linalosema nafasi ya Biblia. Je, Biblia ina nafasi kwako? Amen. Kwa hiyo tunapoanza wiki tujue kwamba Biblia nayo ina nafasi. Nafasi yake ikoje? Turudi kwenye somo, tutakuja kuona. Basi hapo ndipo tumefunga kwa wiki hii. Mimi nilikuwa mwenyeji wako Geoffrey Omondi. Na mimi ni Enos Makanindile. Tunakukaribisha katika somo linalofuata. Mungu akubariki sana. Amen.